Katika siku hii ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, tumepata bahati ya kuzungumza na watu kutoka bodi ya maji Wami Ruvu, wakieleza namna gani wanaweza kupambana na uchafuzi wa mazingira hususan katika mito na mabwawa. Tumezungumza na afisa kidakio kanda ya Pwani, ameeleza vizuri kuhusiana na operesheni zao na mikakati yao kuhusiana na kulinda mazingira. Mimi naitwa Diana Kimbute, ni mkuu wa ofisi ya bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, Dar es Salaam. Tuko hapa leo katika viwanja vya Mnazi Mmoja kushiriki katika kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Katika maadhimisho hayo tumekuwa na kazi mbalimbali ambazo tumezifanya, ikiwemo upandaji wa miti, kuhamasisha utunzaji wa mazingira, uimarishaji wa kingo, lakini pia kutoa elimu kwa jamii juu ya kutokufanya shughuli zozote za kibinadamu ndani ya mita 60 za uhifadhi ya mto. Na katika wiki ya mazingira tumefanya zoezi la kuweka beacon katika mto Mpiji ambazo zinaonyesha eneo la hifadhi ya mto, ambapo eneo hilo mwananchi yoyote haruhusiwi kufanya shughuli za kibinadamu za kudumu katika eneo hilo. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi wote kutokufanya kazi yoyote katika eneo la hifadhi ya mto, kutokuharibu miundombinu yoyote ambayo imewekwa kwenye mito au vyanzo vya maji. Lakini pia bodi ya maji bonde la Wami Ruvu imekuwa ikishiriki kamilifu katika utunzaji wa mazingira kwa namna ya kusafisha mito katika maeneo mbalimbali kwa kutoa taka ngumu, tope pamoja na mchanga kwa kufuata utaratibu ambao umewekwa. Tunatoa wito kwa wananchi wote kuacha kutupa takataka kwenye vyanzo vya maji, kwa sababu taka hizi zinakwenda kuziba njia ya maji na hatimaye maji yanakosa njia yake kuelekea baharini, na hivyo yanapoteza uelekeo na kufanya madhara kwa jamii ya eneo hilo. Lakini pia tunatoa wito kwa wananchi kuto kutiririsha maji taka kwenye vyanzo vya maji, aidha yawe yanatoka majumbani au viwandani. Tunaomba sana kufuata taratibu za kutiririsha maji taka kwenye chanzo cha maji. Tufuate taratibu. Bodi ya maji bonde la Wami Ruvu pia inahusika na uchimbaji wa visima. Nitoe wito kwa wananchi wote kufuata taratibu za kuchimba visima, kuomba vibali vya kuchimba visima na kuacha kuchimba visima holela, kwa sababu uchimbaji wa visima holela una madhara katika mazingira yetu, lakini pia na kwa jamii kwa ujumla. Kisima kisipofuata utaratibu unaotakiwa kinaweza kikawa sio salama, maji yale yakawa sio salama kwa afya au kwa matumizi ya binadamu. Aidha, wamezungumza wanachama wa chama cha wasafishaji mito Wami Ruvu, wameeleza na wao kwa upande wao namna gani wanapambana na harakati ya kuzuia uchafuzi wa mazingira katika mito. Kwa majina naitwa Jacob Elias Bisusa, ni mwenyekiti wa chama cha wasafisha mito utunzaji mazingira mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Sisi kama chama cha wasafisha mito, jukumu letu mama ni kuhakikisha tunatunza mito na kuhifadhi vyanzo vya maji na maeneo yote ambayo yanazunguka mito, na kisha nafanya majukumu yetu kwa kufuata taratibu za kisheria. Sisi kama sehemu ya chama, jukumu letu la kwanza ni kutoa elimu kwa wakazi wote wazunguka maeneo yote ya mito, lakini pili ni kujieni vikundi vyote ambao vinafanya majukumu yote katika mito kuhakikisha wanatunza na kufanya uhifadhi ulio bora kufuata taratibu za kisheria. Kwa majina naitwa Omari Habibu, ni miongoni mwa wajumbe katika taasisi yetu au kikundi chetu cha CHAWAMADA. Sisi tunadili zaidi na masuala ya utunzaji na usafishaji wa mito. Mara nyingi sisi ni wadau ambao tunapatikana mtoni muda mwingi. Kwa hiyo katika swala zima la kuchangia usafishaji na utunzaji wa mazingira, ina maana kwa 90% sisi tupo. Ina maana kiasi kikubwa kinatokana na sisi kuchangia kufanyaje, kutunza na kuhifadhi mazingira. Wito kwa wananchi ni ushirikiano baina ya sisi na wao, kwa sababu sisi tupo kwa tasnia, wao wametuzunguka. Kwa hiyo ushirikiano baina ya wao na sisi utafanya ile shughuli ifanyike vizuri kwa usahihi
kiasi kwamba hakutakuwa na migogoro baina ya sisi na wao. Hii itasaidia ushirikiano ukawa mkubwa na kufanya hili jambo likawa jepesi, kwa sababu kama patakuwa hakuna maelewano baina ya watu wawili, yani sisi watu wa chama na wale waliotuzunguka, itapelekea kuwa na migogoro. Migogoro itasababisha hili jambo litakuwa halifanyiki kwa wakati. Kutokana na hili jambo linafanyika kiserikali, linasaidia kuwafanya wananchi waweze kufahamu umuhimu na jinsi jambo linavyoenda, kwa sababu huwa Watanzania hawaamini jambo mpaka iwepo ngazi ya serikali. Sasa serikali imesimama kwa ujumla, ina maana inashirikiana na sisi, hivyo wananchi waungane na sisi, tusukume gurudumu vizuri ili jambo liende kuwa vizuri, lisifanye likawa gumu, kwa sababu wao ndo muda mwingine wanachangia kuweka ugumu wa hichi kipengele kwa sababu kutopata elimu. Kwa hiyo kikubwa elimu iendelee kutolewa, isaidie wananchi ili iweze kufanyaje kuendeleza hili jambo ili iweze kuwa bora zaidi ya hapa. Hii ni ripoti ya Media Express na mimi ni Hassan Magulumali.